Ngojeni niwahadisie story moja hivi, huenda ukajifunza kitu. Kuna dada alikuwa anaongea na simu, alafu akapanda daladala. Ndani ya daladala bado akaendelea kuongea na simu. Sasa pembeni hivi kulikuwa kuna siti ambayo ni tupu, haina mtu. Ikabidi yule dada kwenye ile siti akae. Alivyokaa katika siti, konda akapita akawa anataka nauli yake. Yule dada akakata simu. Alivyokata simu, akatoa hela kwenye pochi akampa konda. Alivyompa konda, sasa yule dada baadaye anatafuta simu yake haioni. Muda huo alikuwa anaongea na simu, lakini akawa anaitafuta simu yake haioni. Yaani baada ya kumpa tu ile konda ile hela, ile simu yake akawa haioni. Pembeni yake kuna mshikaji kakaa. Ikabidi amwambie mshikaji, "Oya, nimeweka simu hapa. Umechukua simu yangu wewe." Yule mshikaji akawa anasema, "Mimi sijachukua simu." Anaambia, "Hapana, wewe umechukua simu yangu kwa sababu mimi nimepanda kwenye hii daladala naongea na simu. Nampa konda nauli, nimeweka simu yangu hapa. Umeona, wewe ndio umechukua simu yangu na wewe ndio uko karibu yangu hapa. Wewe ndio utakuwa umechukua simu yangu." Jamaa anakataa, anamwambia, "Sijachukua simu." Sasa si unajua raia wengine sasa akawa wanasikia zile habari zinazoendelea pale. Sasa kuna jamaa mmoja hivi akamwambiaje, "Oya wewe, mpe simu yake dada wewe." Umeona, anamwambia mimi sijachukua simu. Yule bado anaendelea kumng'ang'ania, "Wewe mpe simu yake hiyo. Tutakupiga, mpe simu yake." Jamaa anasema mimi sijachukua simu. Hajakaa sawa, kuna jamaa mmoja akainuka kwenye siti akaja akamkunja akamuinua juu. "Oya, utampa simu umpi." Jamaa anaendelea kusisitiza, "Mimi sijachukua simu." Akapigwa kibao. Hajakaa vizuri, akapigwa tena kibao chengine. Wale bado wanaendelea kumng'ang'ania, umeona? Sasa kwa jinsi yule jamaa anavyoendelea kupigwa na watu walivyokuwa tayari washafadhaika pale, hakuna mtu ambaye mwenye akili ya kusema kwamba hebu dada, namba zako si unazijua kichwani, hebu tujaribu kuzipiga kama itaita kwa mshikaji. Hakuna mtu mwenye akili hiyo. Yaani akili yao yote tayari ishawaza kwamba yule mtu ndo kachukua simu na yule mtu inabidi apigwe tu kwa muda ule. Jamaa ikabidi waendelee kumshambulia. Kila anavyoendelea kumshambulia, jamaa anakataa, anasema mimi sijachukua simu. Umeona, ikabidi sasa watu wamwambie dereva simamisha gari. Dereva akasimamisha gari. Alivyosimamisha gari, wale wakashuka na yule mtu. Baadhi ya watu wakashuka, wengine wakaendelea na safari, na yule dada akawa ameshuka. Jamaa anaendelea kumpiga. Watu yule jamaa alivyokuwa ameshuka chini, watu wanauliza, "Huyo jamaa vipi?" Watu wanasema huyu mwizi. Watu tena kwa habari ya watu tena ukiwatajia we mwizi, yani wanaona kama wamewatajia kitu gani. Watu wakaendelea kukasanyika, wakaendelea kumpiga yule mshikaji. Wameendelea kumpiga, umeone. Sasa kuna bi mkubwa mmoja tu pembeni hivi alikuwa anauza karanga. Umeone, akamfuata yule dada ambaye alimefanyika lile tukio kwake. Akamuuliza kwamba, "Kwani dada, wewe namba zako si unazijua?" "Ninazijua." "Hebu tuzipige tuone." Baadhi ya watu walikuwa wako pamoja na yule dada, afu kuna wengine wakawa wanaendelea kumpiga yule mshikaji. Yule mshikaji akawa tayari kashanguka chini, wengine wanampiga, mwenye mawe, mwenye marungu anamshambulia. Sasa ikabidi sasa yule dada yule andike namba ipigwe katika simu yake. Inapigwa ile simu, inaita kwenye mkoba wake mwenyewe. Yaani ile simu inaita ndani ya mkoba wake mwenyewe, muhusika inaita. Na yule mtu anaendelea kumpiga pale chini. Yule dada sana toka zake pale, anaenda kuambia watu, "Jamani, msimpige, simu yangu nimeiona." Liangalie hilo jambo lilivyokuwa lina uzito, watu wanavyozidi kuchukua sheria mkononi bila kufanya uchunguzi wa aina yoyote, bila kujua, yani bila kutumia akili. Watu wanakurupuka tu, wanafanya matukio ya ajabu kama hayo. Inakuwaje? Jamaa kashalala chini pale, damu zinamvuja, kashapasuka. Watu wanakuja wanasearch katika begi lake kuangalia, nakuta vifaa vya ujenzi tu, alikuwa anaenda kujenga. Kashaumia, kashapasuka. Ikabidi sa watu wamwambie, "Bwana sikiliza, wewe dada, mzigo wako wapo hapa tena moja kwa moja mpaka kituoni." Wale raia ambao waliona kama vile ambao walikuwa wanamshambulia wamekimbia. Raia wengine ndio wamekuja wamemchukua yule mshikaji, wakamchukua na yule mwanamke, sijajua tena wamempeleka wapi, kama kituoni, umeone, kama hospitalini au tena sijajua tena kinachoendelea. Sasa hizi sheria ambazo tunataka kuzichukua hizi bila kutafakari, bila kutumia akili, tunazingua.